usharika kamili katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado tunaendelea. Sasa nikaribishe mzee wa kanisa asome historia fupi kuhusu ujio wa Injili katika eneo hili. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi Kaskazini Magharibi usharika Bisheke risala kumkaribisha Mheshimiwa Dini Profesa Josephat Rweyemamu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi katika usharika Bisheke tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026. Utangulizi. Mheshimiwa Dini wa Dayosisi Kaskazini Magharibi, sisi wa Kristo wa usharika Bisheke tunayo furaha kubwa kukaribisha usharikani kwetu Bisheke. Tunajua ujio wako ni ishara ya upendo ulionao kwetu, tukiwa sehemu ya kondoo wa Bwana unaowachunga. Tunatambua kuja kwako umeacha mambo mengi ulionayo ndani na nje ya dayosisi. Hivyo tunasema pole na safari na karibu usharikani kwetu Bisheke. Historia. Mheshimiwa Dini, usharika wetu Bisheke ulianza kupokea taarifa ya tangazo lililotolewa na mchungaji Godwin Sanisa wa usharika Kitaba tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023 kuwa mtaa Bisheke, mtaa Ntungamo, mtaa Kiyebe, mtaa Kanshanje na mtaa Mdogo Bugara tunahitaji kuanza ujenzi wa nyumba ya mchungaji. Mnamo tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 kikao cha maandalizi kilikaa kikiongozwa na mchungaji Godwin Sanisa na kuunda kamati ya usimamizi na kamati ya ujenzi. Msingi wa jengo la nyumba ya mchungaji ulijengwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2023 kutokana na michango kutoka kwa washarika na kujitolea nguvu. Baada ya mchungaji wa jimbo kuridhika na viwango vya msingi, ndipo hatua ziliendelea za kusimamisha kuta. Tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2023 mtaa Bisheke ulimpokea Shemasi Eustachius Magezi kumtunza kama makao ya usharika tarajali ndani ya usharika Kitaba. Hamasa ziliendelea za kukusanya michango na kujitoa na kufikia hatua za kuwezeka paa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2023. Hatua za kukamilisha jengo ziliendelea na mnamo tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2024 tulimpokea mchungaji Johnston Wakataiwa kuwa mchungaji wa usharika mteule Bisheke na kuingizwa kazini tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2024 na mchungaji wa jimbo la Kusini B mchungaji Fredrick Mganyizi. Ndipo alianza kazi za kuchunga kondoo wa Bwana na kuendelea kwa ukamilishaji wa jengo la nyumba ya mchungaji. Kufikia hatua jinsi linavyoonekana, usharika Bisheke umeundwa na mitaa: moja, mtaa Bisheke wenye Wakristo 951 mwinjilisti Abel Mfeshoro. 2, mtaa Ntungamo wenye Wakristo 715 mwinjilisti Lamek Shagia. 3, mtaa Kiyebe wenye Wakristo 477 mwinjilisti Vincent Eustace. 4, mtaa Kanshanje wenye Wakristo 488 mwinjilisti Joas Mashuba. 5, mtaa Mdogo Bugara wenye Wakristo 241 mwinjilisti Aristides Lucas. Usharika unao jumla ya Wakristo 2875 na wainjilisti 5. Mheshimiwa Dini, tunapenda kuithamini kazi ya wainjilisti hawa pamoja na mchungaji Johnson Wakataiwa wameufanya usharika wetu kufikia hatua tulio nayo. Usharika Bisheke pia tunayo makundi ya malezi ambayo yanashiriki kwa shughuli mbalimbali za kanisa ambayo ni: moja, Betania, vijana, shule za Jumapili, umoja wa wanaume, vikundi vya fellowship, kwenye mabano vikundi vya maombi. Nilipokea taarifa kutoka katika kamati maalum inayochunguza vigezo vya sharika tarajali, sharika teule, kuona kama zinakidhi vigezo vinavyotosha sharika hizo kuwa usharika kamili. Na sisi tulipokea taarifa kwamba usharika wenu huu wa Bisheke umekidhi vigezo vinavyowastahilisha ninyi kwamba usharika huu mteule uweze kufunguliwa rasmi kwa usharika kamili. Na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya tendo hilo, na tunapenda kuwapongeza sana. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji na fadhili na rehema,
aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Amina. Ni nani huyu atokaye Edomu, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra, huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake? Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya mbinguni ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika machozi yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Amen. Kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwanakondoo, na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake, na ndani yake akitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa wa Kristo wa hapa Bisheke, ninawaomba mpokee maneno hayo ili wakumbushe wito wenu ambao ndio wajibu wa kwanza katika huduma hii mpya, na kuwa daima mashahidi wa Yesu Kristo. Niwaombe viongozi nyote kwa nafasi zenu, viongozi wa idara, jumuiya mpaka usharika, msimame. Kila mtu ambaye ni kiongozi katika nafasi mbalimbali, viongozi kwenye kwaya, kwenye makundi ya idara, malezi, kila mtu ambaye ni kiongozi asimame. Wapendwa katika Kristo, viongozi, wahudumu na watendakazi wote wa hapa Bisheke, ninawauliza, je, na ahidi kuhudumu hapa kwa bidii na uaminifu chini ya katiba na maongozi ya KKKT Diocese ya Kaskazini Magharibi, ili mtimize wajibu wenu wa kutangaza Injili kwa watu wote na kufikisha huduma takatifu ya kanisa popote, huku mkiongoza wenzenu kujitegemea chini ya diocese hii? Je, mnaahidi kushirikiana na wachungaji wanaotumwa katika eneo hili na kuwasaidia waweze kutenda sawasawa wajibu waliokabidhiwa na Yesu Kristo, Bwana wa kanisa hapa kwenu? Ikiwa mnakubali hivyo, semeni ndiyo, tunakubali. Mungu atusaidie. Eneo hili la Bisheke, la usharika mteule Bisheke, linafunguliwa leo kama maeneo mengine yote ya diocese, nalo linaagizwa kutii daima katiba na maongozi ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Kaskazini Magharibi.
inayohusu imani ya msingi na mafundisho ya dayosisi ambayo yanasema Yesu Kristo ndiyo msingi wake, msingi wa dayosisi unaoishi. Katika yeye dayosisi yetu imejengwa kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu kama tunavyofundishwa na manabii na mitume, imani ya Nikea na heri ya Atanasio na katekisimo ndogo ya Dr. Martin Luther na ungamo la Augsburg kama inavyokubaliwa na fungamano la makanisa ya Kiluteri duniani. Sasa niwaombe washarika nyote msimame tuthibitishe maneno haya kwa kukiri imani yetu ya mitume kama ilivyo ukurasa wa 257. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, leo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026, ninayo furaha kutangaza ya kuwa sasa eneo hili ambalo limekuwa likiitwa Bisheke, usharika mteule wa Bisheke, linakuwa sasa usharika wa Bisheke rasmi kuanzia sasa. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumshangilie Mungu kwa makofi mengi na vigeregere. Haleluya! Sasa tunaweza kusimama tukaimba kwa kujiachia, tukaonyesha furaha yetu. Nafikiri tuimbe ule wimbo unaosema utukufu haleluya, maana ile ndoto tuliyoisubiri kwa siku nyingi sasa imetimia. Imba kwa furaha, muone Mungu anastahili sifa, heshima na utukufu kwa kumwimbia wimbo huu. Utukufu haleluya, sifa kwa mwana kondoo, damu imenisafisha. Utukufu kwa Yesu, haleluya, tukutendeleza Yesu. Yesu ni mwana gwendigo, omsa haigunaziza ebaza Yesu mlokozi, ebaza heya nunura anze yampo yawachisa akenge yesankuma kuma asanyusa era bulijo ayebazibwe. Tukutendeleza Yesu, Yesu oli mwana gwendigo, omsa haigunaziza nebaza Yesu mlokozi. Makofi mengi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Anastahili sifa na heshima na utukufu peke yake, ambaye amefanya mambo makubwa. Basi na tukae. Kweli katika mambo makubwa mazuri kama haya ni sawa kujiachia kumtukuza na kumwimbia Mungu. Na tukimwimbia kwa furaha namna hiyo, na yeye anafurahi na anatufanyia mambo makubwa mengine yaliyoko mbele yetu, ili tupate nafasi nyingine kama hii ya kumsifu na kumtukuza kwa sababu ya matendo yake makuu. Basi tutulie tuombe. Bwana Mungu, tunakusihi ubariki eneo hili la usharika wa Bisheke, ili liwe chimbuko la huduma ya neno lako na sakramenti takatifu, na baraka zote ziletwazo na mwana wako na mwokozi wetu Yesu Kristo. Watu wote watangaziwe habari njema za wokovu wake, ili waokolewe na kuwa warithi wa uzima wa milele tangu sasa na hata milele. Amina. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika jimbo letu la Kusini B, ambapo kama ilivyokwisha semwa, leo ni siku ya pekee,
siku ambayo Wanakusini B tumejawa na furaha kubwa, na mimi zaidi kwa sababu sikuwa na uhakika kama ningeiona siku ya leo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba nimeyashuhudia haya. Na sasa Baba Dini alipokuwa anatoa lile tamko linaingia masikioni, nikasikia kuna vitu kama vinatembea mwilini, kwamba hivyo nami nimevisikia vya Bisheke kuwa usharika kamili, sio tena mteule kama tulivyokuwa tunataja asubuhi. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, lakini machache ninayotaka kusema ni ya kuwashukuru mbele ya mgeni wetu washarika wa Bisheke, kwa sababu mmethubutu na mmeweza. Nikikumbuka kule mwanzoni mashaka yaliyokuwepo wakati tunaambiwa tuwe usharika, na kikao cha kwanza tumekaa hapo ndani hapo tunaangalia na mambo ya bajeti. Viongozi hao wakasema itakuwaje? Sisi haiwezekani. Sisi hatuwezi. Tukasema hapana, Mungu yupo, atatusaidia. Sasa nimeona mzee wa mtaa anasoma kwa confidence kabisa hapa. Tukua tunaleta sijui vya 18, 36 na ngapi? Nikasikia furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale mashaka tuliyokuwa nayo yakaisha. Tumepata ujasiri mkubwa. Ninawashukuru wana Bisheke kwamba hili mmelifanya kwa nguvu, na tangu mlipoanza wala hamkurudi nyuma. Mmeenda moja kwa moja mpaka tumefikia kupata heshima hii ya kupata usharika. Nikushukuru Baba Dini kwa kufika ili kushuhudia furaha yetu hii, lakini kututamkia kwamba sasa Bisheke ni usharika, na kuanzia hapa tunapiga hatua kwenda mbele. Baba Dini, tunaomba uende kujiandaa na Baba Askofu ili zamu ijayo tunaenda Bihata. Na sasa mtaniangushaje na nimesema mbele ya watu hapa. Tunaenda Bihata. Huko nako tunaendelea kukamilisha vigezo. Tukitoka Bihata tunakuja Nyamayorwa. Tunakwenda Yerusalemu. Alafu bakize Yumbo na Kimwani ambazo zimeanza sasa hivi. Tuna ujenzi wa makanisa katika usharika huu. Mitaa yote haina makanisa yanayojitosheleza kubeba Wakristo waliopo. Kwa hiyo kuna ujenzi kila mahali, lakini hata mahali pengine, ila natiwa moyo sana na juhudi za Wakristo jinsi wanavyoipokea kazi ya Bwana. Moyo wake usime Baba msaidizi wa askofu, hata kwangu hii leo, siku ya leo ni historia. Ni historia pia katika maisha yangu. Ninashukuru Mungu kwa ajili yenu. Ninashukuru viongozi wa dayosisi yetu kwa ajili yenu. Nashukuru viongozi wa jimbo, rafiki yangu mchungaji wa jimbo kwa ajili yenu. Nashukuru jeshi la wachungaji katika jimbo kwa ajili yenu. Mchungaji wa jimbo ameisha sema, mimi nilipokabidhi ofisi Disemba 2000 tulikuwa na sharika ngapi? Tulikuwa na sharika 6. Tulikuwa na sharika 6. Sasa tuna sharika zimeongezeka, zimekuwa nyingi zaidi. Haya ni maendeleo makubwa sana. Asante sana viongozi wetu wa dayosisi, asante sana viongozi wa jimbo, asante sana wachungaji, na zaidi sana asante sana ninyi washarika.
ninawashukuru sana, na ninasema hilo kwa dhati kabisa, kwa dhati kabisa, kwa sababu tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1988 nilifika hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mchungaji Kameli aliyekuwa mchungaji wa Kitaba alitaka Bisheke muwe na mtaa, alitaka Bisheke muwe na mtaa. Juni tarehe 23 1988 nilifika kwa kuchelewa kidogo kwa sababu nilipata shida njiani, lakini nilikuta washarika wanaotaka kuwa washarika, kuanzia usharika iko namba kubwa sana, na pia walikuwa wamekaribisha na marafiki zao washabiki kuja kuniimpress. Sasa mchungaji Kiandiko alileta habari kwa Baba Askofu Mshemba. Baba Askofu Mshemba akanituma nije kuangalia kusudi mpelekee ripoti aweke jambo hilo katika halmashauri kuu. Niliona matumaini hapa, na sasa naona sio mtaa tena, sasa ni usharika. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie.